Kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Viyoyozi vya China vyaendelea kutamba Ulaya licha ya vikwazo vya biashara. China yaongoza dunia katika maendeleo ya AI, na kundi la pili la wataalamu wa afya kutoka China la wasili DR Congo kuimarisha mapambano dhidi ya Ebola. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Wakati baadhi ya mataifa ya Ulaya yakijadili hatua za kulinda masoko yao dhidi ya bidhaa za China, mahitaji ya viyoyozi vinavyotengenezwa nchini humo yanaendelea kuongezeka kwa kasi. Wachambuzi wa uchumi wanasema hali hiyo inaonyesha kuwa mahitaji halisi ya soko hayawezi kuzuiwa na sera za ulinzi wa biashara. Ronald Mutie ana maelezo zaidi. Umaarufu wa viyoyozi vinavyotengenezwa nchini China barani Ulaya umeonyesha kuwa mahitaji halisi ya soko hayawezi kuzuiwa na sera ya ulinzi wa biashara. Wimbi la joto linalokumba Ulaya hivi sasa limeongezea kwa kiasi kikubwa uhitaji wa viyoyozi vya China. Takwimu zinaonyesha kuwa mauzo ya viyoyozi vya China kwenda Ulaya yaliongezeka kwa kasi mwezi Juni. Seeing the massive sales of Chinese products in the European market, some people simply blame it on overcapacity. Such responses are out of pure subjective bias against Chinese goods, simply because they are unwilling to admit that Chinese products are genuinely competitive. Yet at the same time, they see that Europe itself just can't produce those products, so the whole situation has left them in a rather anxious state. Hata hivyo, ongezeko hilo limezua mjadala miongoni mwa baadhi ya wanasiasa wa Ulaya wanaodai kuwa China inazalisha bidhaa nyingi kupita kiasi na kuziuza kwa bei ya chini, huku wengine wakipendekeza kuongezwa kwa ushuru dhidi ya bidhaa za China. Take trade and investment balance, for example. Europe is quite focused on its trade deficit with China, but what we actually want is to invest in Europe ourselves. Yet there are a lot of restrictions on Chinese investment there. In terms of export controls, we're also closely watching Europe's export controls on high-tech products. Besides, both China and the EU support the multilateral trading system. China na Umoja wa Ulaya tayari zimeanzisha rasmi mfumo wa mashauriano kuhusu biashara na uwekezaji ili kushughulikia masuala muhimu yanayohusu biashara, uwekezaji, haki miliki, udhibiti wa mauzo ya teknolojia na mageuzi ya mfumo wa biashara ya kimataifa. Mtafiti mashuhuri wa akili bandia nchini China amesema China imeendelea kujitokeza kama kinara duniani katika maendeleo ya AI, huku mfumo wake mpana wa matumizi ya teknolojia hiyo katika mazingira halisi ukichochea ubunifu na kuharakisha biashara ya teknolojia za akili bandia. Nilisamia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Kauli hiyo inakuja wakati wa mkutano wa kimataifa wa uchumi wa kidijitali mwaka huu, yaani Global Digital Economy Conference, unaoendelea jijini Beijing, ambapo matumizi ya AI katika sekta mbalimbali yamekuwa ajenda kuu. Katika mkutano huo, teknolojia za Physical AI na General World Models zimeibuka kama mwelekeo mpya unaotarajiwa kuongoza maendeleo ya AI duniani. Profesa Zhu alisema katika ushindano wa kimataifa wa teknolojia za AI zinazozalisha video, kampuni za China zimeendelea kwenda sambamba na washindani wao wa kimataifa na kwa sasa zipo miongoni mwa zinazoongoza duniani. Miundo mikubwa ya lugha ina mazingira mengi yanayowezesha kufanikisha biashara nchini China kwa sababu mahitaji yetu ya matumizi ni makubwa sana. Tukichukua miundo ya kutengeneza video kama mfano, inaendelea kwa kasi nchini China, na naamini hilo linahusiana kwa karibu na mfumo wetu wa hali ya juu wa uzalishaji wa maudhui, kuanzia mifululizo ya uhuishaji iliyotengenezwa kwa akili bandia mwaka jana hadi tamthilia fupi za waigizaji halisi zinazotumia akili bandia mwaka huu. Na sasa watu wameanza kuelekeza macho yao kwenye tamthilia za muda wa kati na hata tamthilia ndefu. Mahitaji haya yanachochea mifumo yetu kuboreshwa kwa kasi. Mazingira yetu ya matumizi yanatupa faida kubwa. Alitolea mfano maendeleo ya AI katika sekta ya uzalishaji wa maudhui, akisema mwaka jana China ilishuhudia kuongezeka kwa mfululizo wa vipindi vya uishishaji vilivyotengenezwa kwa AI, huku mwaka huu filamu fupi za uigizaji wa moja kwa moja zinazotumia AI zikianza kushamiri. Aidha, alisema sasa wadau wameanza kuelekeza nguvu katika utengenezaji wa tamthilia za muda wa kati na hata filamu ndefu zinazotumia teknolojia hiyo. Mkutano wa Global Digital Economy Conference mwaka huu unaofanyika Beijing
kuanzia Alhamisi hadi Jumapili unajumuisha mijadala maalum kuhusu akili bandia, maendeleo ya rasilimali za watu katika uchumi wa kidijitali na mageuzi ya kidijitali katika sekta za viwanda. Mkutano huo umezikutanisha takriban ujumbe 40 wa viongozi wa sekta mbalimbali pamoja na zaidi ya wageni 1000 kutoka mataifa mbalimbali duniani. Kwingineko ni kwamba wiki ya filamu ya ukanda mmoja na njia moja, yani BRI, iliyohitimishwa hivi karibuni imeendelea kuimarisha nafasi yake kama jukwaa muhimu la kimataifa la kukuza mabadilishano ya tamaduni kwa kutumia lugha ya filamu kuwaunganisha watu kwa mataifa mbalimbali na kuimarisha uelewano wa kitamaduni. Hafla hiyo ilifanyika mjini Shanghai nchini China kama sehemu ya tamasha la 28. Mwenzangu Simiyu Wanjala anatueleza zaidi. Tangu kuanzishwa kwake mwaka wa 2018 chini ya muungano wa tamasha za filamu za ukanda mmoja na njia moja BRI, wiki ya filamu imeendelea kupanua ushirikiano wake wa kimataifa. Mwaka huu tume ya kifalme ya filamu ya Jordan imejiunga rasmi na muungano huo na kufanya idadi ya wanachama kufikia taasisi 58 kutoka nchi 51. Mkurugenzi mkuu wa tume ya kifalme ya filamu ya Jordan, Mohamed Al-Bakri, amesema uhusiano kati ya Jordan na China una historia ya maelfu ya miaka kupitia barabara ya hariri na kwamba ushirikiano huo utafungua fursa zaidi kwa sekta ya filamu kati ya mataifa hayo. The relation between Jordan and China is thousands of years because the Silk Road crosses the land of Jordan. I believe so much in collaboration. Alliance program is also another tunnel for us of opportunities. Katika wiki hiyo filamu 16 kutoka nchi 26 zilichaguliwa na kuonyeshwa kwa hadhira, zikitoa nafasi kwa watazamaji kujifunza na kufurahia tamaduni mbalimbali kupitia sanaa ya filamu. Mkurugenzi wa kituo cha tamasha la kimataifa la filamu na televisheni cha Shanghai, Chen Guo, amesema filamu hizi zilichaguliwa kwa umakini kutoka kwa washirika wa muungano huo ili kuwakilisha kwa uhalisia utamaduni na ubunifu wa nchi mbalimbali. Kwa upande wake, balozi wa ukuzaji wa wiki ya filamu ya BRI na mwigizaji Yu Yawen amesema filamu hufungua dirisha la kutazama ulimwengu na kuwawezesha watu kutathmini uzuri wa tamaduni tofauti. Kwa mara ya kwanza, tukio hili pia lilijumuisha siku ya sekta kamili ya filamu iliyolenga kuimarisha ushirikiano katika hatua zote za uzalishaji wa filamu kupitia maonesho ya mradi, mikutano ya kibiashara na mjadala ya kitaalamu. Rais wa tamasha la kimataifa la filamu la Malaysia, John Go, amesema muungano wa BRI umechangia kuongezeka kwa mawasiliano ya filamu pamoja na kuimarisha uzalishaji wa filamu kwa ushirikiano kati ya nchi mbalimbali. Naye rais mtendaji wa tamasha la kimataifa la filamu la Rio de Janeiro, Hilda Santiago, amesema anatamani kuona filamu nyingi zaidi za China zikionyeshwa nchini Brazil na filamu za Brazil zikifika katika soko la China ili kuongeza ushirikiano wa kibiashara na kitamaduni. Mbali na maonyesho ya filamu, wageni wa kimataifa walipata fursa ya kutembelea maeneo maarufu ya Shanghai na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kitamaduni zikiwemo maonyesho ya muziki, masoko ya utamaduni na soko la Arabian Hospitality, hatua iliyochochea mwingiliano na uelewano kati ya tamaduni mbalimbali. I would love to have more Chinese films in the Rio de Janeiro International Film Festival so that they may have a chance to be released on a commercial level after that. Same thing with potential Brazilian films coming to China. China imeendelea kuimarisha nafasi yake katika biashara ya kimataifa baada ya kufungua njia mpya 92 za kimataifa za usafirishaji wa mizigo kwa ndege katika nusu ya kwanza mwaka huu. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza kasi ya usafirishaji wa bidhaa, kupanua masoko ya kimataifa na kuimarisha mtandao wa usafiri wa anga unaounganisha Asia, Ulaya, Amerika na Afrika. Tom Wanjala anatueleza zaidi. Mtandao wa kimataifa wa China wa usafirishaji wa mizigo kwa ndege umeendelea kupanuka huku njia mpya 92 za kimataifa zikifunguliwa katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Haya ni kwa mujibu wa shirikisho la China la usafirishaji na ununuzi almaarufu CFLP. Takwimu kutoka kitengo cha usafirishaji wa anga cha CFLP zinaonyesha kuwa njia mpya 12 zilifunguliwa mwezi Juni pekee.
Kwa jumla, njia hizo mpya 92 zimeongeza zaidi ya safari 217 za kwenda na kurudi kila wiki katika kipindi cha miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu. Kwa mujibu wa takwimu hizo, njia nyingi mpya zimeelekezwa katika mabara ya Asia na Ulaya. Kati ya njia hizo 41 zinaelekea Asia, 38 Ulaya, 11 Amerika Kaskazini, 1 Amerika Kusini na 1 Afrika. Kwa upande wa mizigo inayosafirishwa, bidhaa nyingi ni za biashara ya mtandaoni ya kuvuka mipaka, bidhaa za viwanda vya teknolojia ya juu, bidhaa zenye thamani kubwa, vifaa vya kielektroniki pamoja na vipuri vya magari. Ujenzi wa mtandao wa kimataifa wa China wa usafirishaji wa mizigo kwa ndege umeendelea kuimarika mwaka huu. Aidha, kampuni za ndani za usafiri wa anga zimeendelea kuwa nguvu kuu katika kufungua njia mpya za usafirishaji wa mizigo na kuimarisha uwezo wa China wa kujitegemea katika usafiri wa anga. Kundi la pili la wataalamu wa afya wa China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko limewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa lengo la kuendeleza ushirikiano wa kimataifa katika kuzuia na kudhibiti mlipuko wa Ebola. Hamis Darwish anaripoti zaidi. Kwa mujibu wa takwimu za DRC, jumla ya visa 1502 vya Ebola vimethibitishwa, vikiwemo vifo 473, huku shirika la afya duniani WHO likisema kuwa mlipuko huo bado ni tishio kubwa. Ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa Ijumaa na mamlaka ya afya ya umma ya DRC inaonyesha kuwa wagonjwa 628 kwa sasa wametengwa au wamelazwa hospitalini, huku watu 229 wakipona. Aidha, visa 213 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, vikiwemo vifo 63, vimeripotiwa. Timu hiyo ya madaktari 5 kutoka China inaundwa na wataalamu wa magonjwa ya mlipuko, huduma za kitabibu pamoja na udhibiti na kinga dhidi ya maambukizi. Watashirikiana na maafisa wa afya wa DRC kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi, huduma kwa wagonjwa na hatua za kukabiliana na mlipuko huo. We'll actively respond to our foreign partners' interests in scientific and technological cooperation, moving institutions on both sides towards signed agreements so we can offer more public health products to the international community. Il y a un problème sanitaire dans notre pays, la Chine est toujours avec nous. We are very happy to receive this second team of Chinese doctors who will help us deal with the current Ebola outbreak. China has always supported us every time we face challenges. This is another example of the DRC-China friendship. Kwa wakulima wengi wazee katika manispaa ya Chongqing kusini magharibi mwa China, usafiri wa majini ni sehemu muhimu ya maisha yao kila siku. Mbali na kuwasaidia kufikisha mazao sokoni, usafiri huo umeendelea kuwa kiungo muhimu kinachounganisha na huduma pamoja na dunia ya nje. Zakia Pong anatufahamisha kwa undani kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Manispaa ya Chongqing, kusini magharibi mwa China, kivuko kinachojulikana huko kama kivuko cha kikapu, kimetumika kwa muda mrefu kama basi muhimu la majini kwa wakulima wa mboga wa mjini Yangdu, kikibeba bidhaa zao mbichi na kuzipeleka sokoni. Kivuko hicho Yuzhongke 2180 kinasadiri kwa saa 2 kutoka Yangdu kwenda katikati ya kaunti, kikisimama katika magati 7 kikiwa njiani. Abiria wengi ni wakulima wazee wanaokwenda kwenye kaunti kuuza mavuno yao. Ndani ya chumba, mabenchi ya mbao yanachukua abiria karibu 140. Kwa wazee, kivuko sio tu njia ya usafiri, ni kiungo chao na dunia ya nje, hususan kwa wale ambao watoto wao wanafanya kazi kwenye miji ya mbali. Kwa Qingdai, rubani, kivuko hicho kinatoa safari muhimu kwa wageni. Ingawa awali kilikuwa hatarini kutoweka, zamani barabara mbovu zilimaanisha kuwa wakazi wa huko walitegemea sana usafiri wa mtoni. Hata hivyo, mwaka 2016
Barabara kuu mpya ilipunguza muda wa usafiri wa basi kwa dakika 50 tu, ikilinganishwa na safari ya saa 2 kwa kutumia boti. Wakazi wengi zaidi walihamia kwenye usafiri wa basi, lakini wakulima wengi bado walipendelea boti, ambayo inachukua vikapu vyao vikubwa vya mazao ya kilimo na wanyama hai. Bei pia ni rahisi zaidi. Kupungua kwa idadi ya abiria kulikabiria kukifanya kivuko hicho kuacha kufanya kazi. Mwezi Septemba mwaka 2022, mtoto wa Qing Yuanzi alirudi nyumbani akiwa na wasiwasi kuwa kivuko hicho kinaweza kuuzwa. Alianza kuweka taarifa za maisha ya baba yake katika boti hiyo na operesheni za kila siku za kivuko. Alizituma video hizo kwenye mitandao ya kijamii. Video hizo zinazoonyesha maisha yao zilipata umaarufu haraka sana na kukusanya mamilioni ya wafuatiliaji. Watazamani wengi waliacha ujumbe watia moyo na michango, wakitarajia kuwasaidia wakulima. Kila mchango wa matumizi yake sahihi, kuanzia mahitaji ya kifungua kinywa mpaka ruzuku ya tiketi, vinarekodiwa kwa umakini na kurangazwa mubashara katika wakati halisi na kujenga uaminifu usiovunjika, kwa kuwa watazamaji wanashuhudia upendo unaokwenda moja kwa moja kwa wale wanaohitaji zaidi. Kivuko Yuzhongke 2180 kinakaribia kustaafu kwa msaada kutoka serikali ya huko. Boti mpya na ya kisasa inaandaliwa kuchukua nafasi yake. Boti hiyo itakuwa na eneo kubwa la wazi, uwezo mkubwa wa kuzuia upepo, na kwa mara ya kwanza itakuwa na kiyoyozi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia zaidi. Karibu basi pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第4课，喂，您好。 Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha mfuatishe mwalimu kuandika. 您 Niambie, ipi ni sahihi? 第1个， Tuangalie kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami.找 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Angalia kwenye sayari. Tumia darubini kutazama sayari. Soma herufi za Kichina kwenye sayari. Kama ukisoma kwa usahihi, unaweza kuendelea kutazama sayari inayofuata. Hebu tuanze kucheza.
您问找回题Kazi ya kufanya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina, na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea makala haya, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.